Lazima uwe mbabe, una uwezo wa kushambulia, uwe una kera, lazima uwe unaudhi. Unajua, ukifuatia vizuri kwenye Biblia, Mungu anafanyaga kazi na wabishi. Mungu anafanyaga kazi na soft, anafanyaga kazi na wabishi. Ngangali, wenye uwezo wa kukera, wenye uwezo wa kuudhi. Ubabe. Sasa nasema ubabe, samanishi kwamba ubabe wa huku nje kuwa mbabe, kumfanya mtu ubabe, kumuudhi mtu, kumkera mtu. Sio kwa staili hiyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo 4:6, anasema resist the devil and he will flee from you. Mpingeni shetani na atawakimbia. Kwa hiyo ile lazima uwe na uwezo wa kupinga. Nikisema ubabe, sio ubabe kwa mfanyia mtu ubabe, ubabe kwa kila upinzani. Unakuwa mbabe kwenye nguvu za giza, unakuwa mbabe kwenye upinzani. Unapoona kitu labda kama vile kinaleta ugumu fulani, sio unakuwa soft na unaachana nacho. Ukiona kinaleta ugumu, unakomaa, unapush. Sababu ili ufike juu kuna vikwazo vingi tu. Kuna kukatisha tamaa kwingi. Kuna kila namna ya ugumu ambao adui atakuletea hapa na pale. Uwezo wako wa kustahimili, uwezo wako wa kupingana nao na kukinzana nao, huo ndio utakuwa kufanya uwe juu. Sababu vikwazo lazima vije, vitakuja tu, upinzani utakuja tu. Huyu mtu wa Marko sura ya 1:12, cha kwanza alikuwa hawezi kutembea, hawezi kunyanyuka, hawezi kujisaidia mwenyewe. Ilibidi abebwe. Mwingine angesema siwezi kwenda huko. Kwa hakika hii hali inaendaje? Ila hicho cha kwanza alikivuka. Kufika pale akakuta nyumba imejaa, hakuna hata pa kupita. Bado kwake haikuwa sababu. Akasema nachotaka mimi nifike pale. Kwa iwe ni kwa kutoboa dari. Kumbuka nyumba sio ya kwao. Hawakuomba ruhusa ya kuvunja. Biblia inasema kwamba waliomba ruhusa ya kuvunja. Naamini mwenye nyumba asingewakubalia. Sikiza, ukisoma hili andiko, palikuwa kuna kila sababu ya kuhakikisha kwanza mtoboe dari langu. Unahakika gani kwamba atakuombea na utapona? Kwa hali yako hii, huwezi kujigeuza, huwezi kutembea, kuinuka, umelala hapo, umeparalyze, umepooza, upo tu. Unahakika kwamba utapona? Usipopona, alikuwa mbishi kwenye upinzani. Alikuwa mbabe kinyume na upinzani. Alikuwa amesha focus kwamba mimi ninachotaka nipone, sipo ninachotaka nifike kwanza pale. Msana kupona ni la pili, la kwanza nifike. Unapoamua kuwa mbabe na kuchukua hatua, kila upinzani, kila kizuizi kitakutii katika jina la Yesu Kristo. Ukiamua kutokukata tamaa, kila mkwamo, kila kinachokukwamisha, kila kinachokupinga na kukuzuia kitakupisha njia katika jina la Yesu Kristo. Kwa kataa kukatishwa tamaa, kataa kuzuiwa na vizuizi. Vikija vizuizi, usivikimbie, vikabili. Sikiliza, watu wengi watu wengi tukutana na ugumu kidogo tunasema hapa Mungu hayupo. Ngoja nachana. Ule ugumu ukija, usiukimbie, ukabili. Chochote kile ambacho kina matokeo baadaye, lazima ukutane na ugumu kwanza. Ugumu ukija, usikutishe, usikogopeshe. Kwanza usiupime na uwezo wako, upime na uwezo wa Mungu. Usiupime na jinsi ulivyo, upime na ukubwa wa Mungu. Alafu kisha upima na ukubwa wa Mungu, mweke Mungu mbele. Ukishamweka Mungu mbele, wewe enenda, lakini hauendi unajua sijenda mimi. Sikiza, ukisoma Samueli wa kwanza sura 17, habari ya Daudi na Goliath. Daudi angemtazama Goliath vile alivyo, akajipima na yeye, angekimbia mapema. Imagine mtu mmoja, jeshi zima la Israeli lilimshindwa. Sauli mwenyewe mfalme na jeshi lake walikaa kwenye mapango siku 40 wanajificha tumo. Wanapigwa beat na mtu mmoja Goliath. Then akaja kijana mdogo tu, kama 18 tu. Akasimama na Goliath. Ila alisemaje? Ninakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hakwenda yeye kama yeye, alienda alimtanguliza Yesu mbele. Yeye kwa jinsi ya mwili anaonekana, lakini kwa jinsi ya rohoni Mungu ametangulia mbele. Sasa Daudi alikuwa mbishi na alimwambia mfalme, alikuja simba, alikuja dubu kuchukua mwana kondoo. Mimi nimemnyang'anya simba kondoo kwenye kinywa, aje kwa huyu Mfilisti. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameshajituni kuwa mbishi. Daudi alikuwa akikutana na kikwazo chochote kile, yeye kwake anachukua kama ngazi ya kupandia. Daudi akikutana na kizuizi fulani, anajua hiki kizuizi mimi ni ngazi ya kupandia juu. Sasa angalia, angemkimbia Goliath, angekuwa amekimbia ufalme wake. Sababu alikuwa ameshapakwa mafuta mara ya kwanza. Daudi alipakwa mafuta mara ya tatu. Ila mpaka Daudi alikuwa amepakwa mafuta mara ya kwanza tayari, shapakwa mafuta mara ya kwanza. Kwenye Samueli wa kwanza sura 16, alipakwa mafuta. Sasa pale amepakwa mafuta ndio, lakini watu hawajamkubali. Mungu akitaka kumtambulisha mtu, hamtambulishi kwa mambo mepesi, anamtambulisha kwa jambo zito. Kuna kitu atakitengeneza ambacho kitavuta umakini wa kila mmoja. Sasa antezaje kitu? Akata scenario ya Daudi na wale watu, akamficha Daudi. Acha kwanza jeshi liende. Jeshi limeenda limekaa. Ni sasa na Sauli alivyochaguliwa kuwa mfalme,
Kuna watu hawakumkubali. Samueli wa kwanza sura ya 14 sura ya 15. Kuna watu hawakumkubali Sauli. Wale mtu gani huyu mwepesi tu nini? Mungu akatengeneza scenario. Ikatokea vita. Sauli akaenda akapigana akapata ushindi. Biblia inasema hata wale ambao walimkataa ikabidi wamkubali. Kwa hiyo ukikutana na upinzani, ukakutana na vya kukutisha tamaa na vikwazo vya hapa na pale, ukivikimbia, unakumbe kimbia huku wako. Kanuni ya kufikiri au kutafakari kwa kina, kufikiri kwa kina au kufikiri kwa undani, au nasema kanuni ya kutumia akili, kanuni ya kufikiri kwa kina, kuwaza kwa kina. Luka sura 15 mstari wa 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kubakiza, na mimi hapa ninakufa na njaa. Hiyo ni story ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu maisha alimchapa kweli kweli. Alipozingatia moyoni mwake. Tafsiri ya Kiingereza zinatumia neno kufikiri. Alipofikiri, alipozingatia maki, aliwaza, akatafakari. Alikaa, ujua alikuwa tajiri, hakutumia akili, akatapanya kwa anasa, kila kitu kikaisha. Kwa nini? Sababu akili ameweka mfukoni, hakuweka kichwani. Akatumia kila kitu kikaisha. Baada ya kumaliza kila kitu, sababu akili ziko mfukoni, hakuna solution ni nini? Kwani kuna shida gani? Ngoja nikalishe nguruwe. Kaenda kwenye nguruwe. Akaamua kuna anakula chakula unachokula nguruwe. Baada ya pale, Biblia inasema hivi, nadhani alirudisha akachukua akili mfukoni, baada ya mifuko kutoboka, ngozi imemwisha tu, mifuko imetoboka, akaona akili inadondoka, anaziweka wapi? Ngoja nizidishe mahali pake zikae. Alipoweka zikakaa tu, akafikiri kwa kina. Hivi mimi hapa nafanya kazi, nalisha nguruwe, nakula chakula cha nguruwe. Ni watumishi wangapi kwa baba yangu hapo? Wanakula na kusaza, ni wafanya kazi. Mimi uko nafanya kazi kama wao wanafanya kazi, mimi narara kwa nguruwe, nakula na nguruwe. Wale wafanya kazi wa baba yangu wanakula vizuri, wanarara pazuri, wanaenjoy kama vile wana familia, lakini ni wafanya kazi. Hivi na mimi nikirudi nikaomba kazi kama wale, nikamwambia baba, mimi sio mtoto wako, ila naomba tu na mimi niwe mfanya kazi wako. Sinaishi pazuri zaidi. Kwa akaamua kuchukua hatua kurudi kuomba, bana mimi usinihesabu kama mtoto, mimi tu niwe mfanya kazi wako. Asingezingatia moyoni, maki asingewaza kwa kina, akatafakari namna gani natoka hapa. Asingetoka, angeenda kuulisha nguruwe mpaka siku anakufa. Afa angekufa kabla ya muda. Maana mfumo mwingiaji wa chakula wa nguruwe na sisi ni tofauti. Hii inatufundisha nini? Tuweke akili zetu kazini. Tusiwe wavivu kutumia akili. Unajua watu wengi hasa wakishaokoka, hawataki kutumia akili. Kila kitu anasema neema ya Bwana yatosha. Yesu anasema neema yangu yatosha. Neema Mungu yatosha ndio, lakini neema Mungu yatosha pale unapofanya kazi. Paulo alisema hivi, mnalitenda kazi kuwazidi wote, ila si mimi bali ni neema ya Mungu itendao kazi pamoja nami. Kwa neema ya Mungu ipo pamoja, ipo kwa kakini anafanya kazi, then neema inafanya kazi pamoja naye. Maki ana ushirika kati yeye na neema katika kutenda kazi. Anasema si mimi bali ni neema ya Mungu itendao kazi pamoja na mimi. Kwa maana ni neema ya Mungu haiwezi kutenda kazi kama mtu mwenyewe atendi kazi. Paulo alifanya neema ya Mungu itenda kazi sababu naye pia alikuwa anafanya kazi. Tunasema Paulo alifanya kazi kuliko mitume wote. Na akasema si mimi ila ni neema ya Mungu inafanya kazi pamoja. Kwa hiyo ile alikuwa anajibidisha sana na neema ya Mungu ikawa inafanya kazi zaidi kwake. Kwa hiyo neema ya Mungu sio kwamba ipo. Tunaomba kwa ajili ya huu mwaka. Tunafanya maombi. Kuna vitu Mungu anaachilia. Shida tu ni kwamba vile ni vya kiroho, sio vya mwili. Kimwili hauwezi kuviona, ila vipo, vinakuepo. Sasa unafanya kazi, unapokuwa sikia, ukikaa unapowaza ndipo ambapo unaona hatua gani kuchukua. Unaweza kuwa unataka kufanya vitu, au unataka kupiga hatua fulani, au unataka uwe mahali fulani, au unataka uwe namna fulani. Haitakuja au hautakuwa vile ukiwa kitandani kwako tu au umerelax. Unaamka asubuhi unaangalia series, unaangalia movie, unapita group moja baada jingine, unasoma udaku wewe. Unaamini tu kwamba Mungu atafanya tu, Mungu atafanya tu. No, Mungu hatafanya. Unapokuwa kazini ndipo Mungu anafanya. Nikisema kazini maana yake kuna nini unajibidisha, hata kama huna cha kufanya kwa jinsi ya mikono, lakini ukikaa ukafikiri. Ukisoma Biblia Mwanzo sura 24, wakati Isaka yule mtumwa ametoka kumtafutia mke Isaka, anarudi, Biblia inasema Isaka alikuwa ameenda kondeni akitafakari, amekaa akitafakari. Alikuwa anaenda Isaka alikuwa anajipa time, anakaa anawaza, ana reason
anatafakari juu ya mambo yake, juu ya maisha yake, anawaza kesho itakuwaje, kesho itakuwaje, kitu gani nifanye, nafanyaje pale kwenye ule mkomo, kwenye ile jambo, nafanya, anatafuta njia, namna ya kutoka kwenye mkomo fulani, kwenye jambo fulani, ili apige hatua nyingine mbele zaidi. Au hata kama hana mkomo wote, lakini nafanyaje kwa ubora zaidi, naboreshaje hiki kitu cha kwangu, nifanyaje ili kiende mbele, ili kifika pale napotakiwa kufika. Anawaza. Sikiliza, unapowaza ndipo ambapo unapata yale mambo ambayo Mungu amekuandalia. Umeshaomba, Mungu amekujibu, lakini katika kukujibu unapata majibu. Unapokaa unatafakari na kuwaza, Mungu anaachilia ndani yako. Mfano, ukisoma tu Biblia, unasoma, ukimaliza kusoma unafunika peji. Ukisoma asubuhi, jioni ifika ukiulizwa hutakumbuka chochote. Ila ukisoma kwa lengo la kutafuta kitu, nataka pale ukisoma huko unasikilizia, natafuta kitu, kuna kitu kitaushika moyo. Lile andiko likiushika moyo, ukaamua kulibeba, unaliwaza. Hata kama unafanya mambo yako ile unaliwaza. Unajikumbushia, unawaza. Hata kama kuna namna ndio unaweza kujionyesha kwa limekutoka, unarudi unakumbushia, unawaza. Pale kwa nini alisema vile? Inakuaje? Unalitafakari. Ghafla kuna namna unaweza kupata kitu. Unashangaa, kuna wazo limeingia. Kuna kitu kimeingia. Yaani kuna kitu kipya kinaingia kutoka kwenye ile andiko ambalo ungefunika ukaondoka zako, visingeingia kichwani. Pale ni Mungu anaviachilia kwako. Yeremia 29:11 anasema hivi, na yajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mabaya, kuwapa kesho yenu na tumaini lenu. Anasema kuwafanikisha siku zenu za usoni. Kama anayo mawazo, unadhani ataachiaje? Hata achia wazo lake kwa mtu ambaye hawazi. Njia moja wapo ya kupata wazo la Mungu au kupokea wazo la Mungu ndani yako ni katika kutafakari. Unapokaa unatafakari, kuna wazo Mungu analidondosha ndani yako. Kwa hiyo mtu yote ambaye anakwepa kanuni hii ya kuwaza kwa kina, ya kufikiri kwa kina, hawezi kuwa juu. Watu wote waliofika juu na wanaofika juu na wanaoenda juu na wanaokaa juu tu ni wale ambao wawaga wanajipa time ya kuwaza. Hakuna mtu ambaye ataona uwezekano wa jambo kama hana time ya kukaa na kuwaza. Hakuna mtu ambaye ataona uwezekano wa jambo. Unajua Biblia inasema hivi, hakuna jambo lisilowezekana kwa mtu aamini. Yote inawezekana kwake yeye, lakini uwezekano wa jambo hautauona mpaka kwanza umekuwa unajipa time ya kuwaza. Unapowaza jambo, kuna njia utaiona tu. Funga mlango wa kuogopa kudhihakiwa au kuchekwa. Hakikisha ndani yako, kwenye fikra zako, kwenye mitazamo yako, kwenye mawazo yako, ndani ya moyo wako, mlango wa kuchekwa, mlango wa kudhihakiwa, mlango wa kudharauliwa, huo ufunge. Kwa sababu kila mtu ambaye ana mpango kuwa juu tu, kuchekwa ni lazima, kudharauliwa ni lazima, kudhihakiwa ni lazima. Usipofunga huo mlango, ukaruhusu dhihaka, dharau ziingie ndani ya moyo wako, zitakuvuruga kweli kweli. Mtu yote ambaye amewacha huo mlango wazi, akidharaulika, kwanza hawezi kuchukua hatua. Kwa sababu watu watanionaje? Watanielewaje? Watanisemaje? Watanionaje? Mfano, unadhani kwa nini wengi hawezi kwenda kuhubiri injili mtaani? Unadhani kwa nini? Anawaza, kwanza naanzaje kumwambia, yani mtu atanionaje yani? Yaani mtu ananifikiriaje? Tangia tupenda kuhubiri injili, kuna nyumba ukifika, unaangalia nyumba, waanza kuwaza huko ndani naenda kukutana na nani? Yaani nyumba tukiangalia jinsi ilivyo, unaweza utabonge na jumba. Fence ukitazama, geti lake ukiliangalia, waanza kuwaza mara mbili. Waanza kuwaza, mtu nikigonga anaenda kuongea ananionaje? Ukianza kuwaza hivyo, huwezi kugonga. Lakini kama umefunga ndani ya moyo wako, umefunga kudharauliwa, umefunga kuchekwa, umefunga kudhihakiwa, unagonga. Atakia kuja yote yule anakuja na unamwambia kile ambacho unachomwona wako, unamwambia. Akisikize, asiposikiliza shauri yake. Akikupokea sawa, asipokupokea shauri yake. Akikudharau sawa, asipokudharau pote. Yule wewe umefanya kile ambacho unataka kukifanya. Hakuna mtu yoyote ambaye atafika mbali, atafika juu au atakuwa juu tu akiogopa kuchekwa, akiogopa kudharauliwa, akiogopa kudhihakiwa. Haiwezekani. Chochote kile cha kufanya upande juu kina mazingira fulani ya kuvutia dharau, kina mazingira fulani ya kuvutia kuchekwa, kina mazingira fulani ya kuvutia kudhihakiwa. Ila ukifunga huo mlango, una uhakika juu ni sehemu yako. Ukiogopa kudhihakiwa, ukiogopa kudharauliwa, ukiogopa kuchekwa, hauwezi ukawa mtu wa kukaa juu tu, kwa sababu mtu yote akikwepa kukudharauliwa, amekwepa kuwa juu. Hakuna mtu duniani tangu mbingu na nchi ziumbwe aliyefika juu bila kudharauliwa, bila kuchekwa. Haiwezekani. Biblia inasemaje? Yesu alidharau aibu
ili apate ule utukufu. Anasema aliudharau aibu akaupuzia msalaba. Mateso yale aliyadharau. Biblia inasema alitemewa mate, alivuliwa nguo, alikuwa anachekwa, wewe ndio mfalme wa Wayahudi, akapigwa makofi, vitoto vidogo alivyoviumba mwenyewe. Lakini baada pale alipata utukufu upi? Leo hii mataifa yote wanamtafuta. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe ili afike juu ilibidi akubali aibu. Biblia inasemaje? Alipoona amekuwa sawa na mwanadamu, aliacha ule utukufu wake, akachukua namna ya mtumwa, akawa mtii hata mauti ya msalaba, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe. Alipokubali aibu, maana nini? Utukufu, maana nini? Alikuwa yuko mahali pa juu, alikuwa kwenye heshima kuu, kwenye utukufu mkuu, akaacha kila kitu. Biblia akachukua namna ya mtumwa. Heshima aliyopewa haikuja kabla ya aibu, ilikuja baada ya aibu. Yesu alipewa jina la Yesu mara 3. Aliposema utazaa mwana, utampa jina lake Yesu, kwa maana ndiye atakaye kukomboa wanadamu na dhambi zao. Kwa jina la Yesu lipewa kwa ajili ya ukombozi, kwa mwanzo kwa kuzaliwa. Ila heshima na ile power, ile nguvu iliyomo ndani ya jina lake ya kimamlaka hakupewa kwa sababu tu amezaliwa akapewa tu jina Yesu. Alikuwa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Ndipo Mungu alipomkirimia jina lililopewa kila jina, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana. Ile nguvu ya jina lake alipewa baada nini? Baada ya kuwa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo heshima ya Yesu na heshima ya jina lake, mamlaka iliyomo ndani yake na ndani ya jina na ile nguvu iliyomo, ni matokeo ya kupita katika aibu na dharau. Kwa hiyo ni mpaka kwanza umechekwa, mpaka umedharauliwa, mpaka umedhihakiwa, hawezi kuwa juu, hawezi kubaki juu. Na ndio maana hata ikitokea mtu akamuinua mtu fulani juu, kama hajapitia hivyo vitu, huwa anashuka chini. Lazima kwanza mtu apite. Mtu yote asipopita huwa hakai sana, huwa hakai juu sana. Mtu yote asipopitishwa kwenye hivyo vitu, kwenye kuchekwa, kudharauliwa, kusemwa, kusimangwa, kutukanwa, kufanyaje, kuonekana haufai, kuvunjiwa heshima, usipopitishwa kwenye mazingira ukajikuta uko juu bila kupita hayo, kuna namna tu huwa inatokea unarudi kwanza. Sababu katika chuo cha Mungu hamnaga kuruka darasa, na kila mwanadamu Mungu amemwekea kwanza, na lengo pia la kudharauliwa, kusemwa, kusimangwa, kutukanwa, kudhihakiwa ni lengo la anakuvunja-vunja, anavunjaga ile pride tunayo. Kuna kakiburi ndani yetu, kuna kamajivuno, kuna kakujinua, anakavunja-vunja kwanza. Kanaisha kote, kakisha kote. Na kanaishaje? Utajua pale ambapo utasemwa, utadharauliwa, utasimangwa, utadhihakiwa, alafu hauumii. Ukiona hauumii, Mungu anajua tayari umeshavuka. Kwa hiyo njia nyepesi ya kuvuka kwa haraka ni kuhakikisha haumii ndani yako. Ukisikia umesemwa, unasema asante Yesu. Ukisikia umesimangwa, unasema asante Yesu. Ukisikia umedhihakiwa, unasema asante Yesu. Akiona yuko hivyo, hamna shida, anakupeleka juu. Na kadri anavyozidi kupeleka juu, ndivyo ambavyo unasemwa zaidi.